mafundisho yangu. So weka kisikio. Ufalme ulianzishwa na nani? Na mwanadamu, not God. So Mungu akaenenda, ukianza katika ufalme, imeanza Genesis chapter 11. Mahali ufalme umeanzia. So Mungu akaingia katika hiyo njia ya ufalme. Na wakati Mungu alipoingia ndani, wafalme ikarudi. Mungu akataka kuhakikisha ufalme umerudi mahali ilianzia. Akaanza kwa nani? Kwa Nebukadneza. Bwana asifiwe sana. Hebu niwekee Daniel chapter 2 verse 44. So ufalme ukarudi kwa Nebukadneza. Na katika Nebukadneza kumekuwa na ufalme ngapi? Ufalme wa kichwa, ufalme wa kifua pamoja na mikono ambayo ilitawaliwa na wafalme wawili. Alafu kuna ufalme wa tumbo kuelekea chini mpaka kwa kiuno ambao ulitawaliwa na mfalme ambaye hangeweza kujizuia. Wacha nikwambie, saa zingine Mungu anaweza kuwapa pesa mpaka ujisahau uingie kwa makosa. Bwana asifiwe sana. Na mfalme huyu ambaye ni wa tatu, kile kilimwangusha, hakuna mtu alimtoa kwa kiti. Kile kilimwangusha, aliangushwa na tamaa. Wakati alikula na pesa mingi, alikunywa pombe mpaka jamaa akakufa. Huyo mfalme. So ufalme mwingine ukatokea, although tuna udogo, but hiyo iko na mafundisho yake. Kija kwa class napita tu juu kwa sababu kuna kitu nataka. So kukaja na ufalme wa kuanzia kwa kiuno kuteremka mpaka kwa mguu hapa. Hiyo ufalme ilikuwa inaitwa ufalme wa Rumi, Roman Kingdom, ambayo katika hiyo ufalme wa Rumi kuna mguu ambayo ni kwato ya kukanyaga chini, iko na vidole 10. Kukatoka katika hiyo falme 10. Bwana asifiwe. Hizo sita explain, but nitazitaja tu kidogo kidogo. Katoka ufalme wa Germany, ufalme wa Spain, ufalme wa Italy, hizo nchi mpaka Afrika. Bwana asifiwe sana. Hizo zikatoka ndani. Na katika hizi falme ndio Mungu akaangalia vile zinaenda, kwa sababu zilikuwa sasa zinaanza kusambaa katika dunia. Akadecide verse 44. Inasemaje? 1 2 3 kwa screen. 1 2 3 1 2 3 wewe sikovia, angalia TV. Inasema, and in the days of these kings the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall reign in peace and consume all things, and it shall stand forever. Now katika hizo masiku za hizo wafalme, Mungu akaonyesha Nebukadneza, but Daniel akakuja kumtafsiria, akamwambia katika hizi masiku Mungu atakuja kusimamisha falme wake, ufalme yake ambayo haitafanya nini? Haitaachiwa watu wengine. Kwa Kiingereza nyingine nasema it won't be destroyed. Haitaachiwa wafalme wengine, ila itaconsume zile falme. Alafu itafanya nini? And it shall stand forever. Bwana asifiwe sana. Na Mungu alikuwa analeta picture ya dunia mzima, vile anakuja kusimama katika dunia. Na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Now we want to learn something from that. Let us go in the book of Bwana asifiwe sana. Let us go in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Tukajifunza kitu hapo. Nimekuwa nikifundisha, wacha nilete hapa sasa. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Na nimeanzia hapo ndio tupate picture, certain picture. Okay, peleka juu mpaka verse 24. Rudi kwa 20.
Kwa hiyo asiweke, okay, rudi kwa 20, verse 20 nasema, but now, 1 2 3. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. For since by man came, hebu underline hiyo kama uko na Biblia. For since by man came death, by man also came the of the. Najua napendaga kuuliza, is it a past tense or a present tense? Since by man came death. See, by man also came what? Resurrection of the dead. Okay. Turudi 20 hapo. Inasema, but Christ is risen from the dead, has become the first fruit of those who have fallen asleep. Pastor, kutatuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Has become the first fruit of those who have fallen asleep. Now, Biblia inaongea kwa watu gani? Napenda kufundisha. It's good when you come, we teach you the word, you understand the word. And I know Pastor Muli taught in the morning. So, nasidilia tu. Nasema, kwa mtu mmoja ama Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao walio lala. Bwana asifiwe. Kumaanisha everybody who was dead in Christ he resurrected. Bwana asifiwe. Now, who were them who were dead? Wale ambao walikuwa before Christ. The people ambao sheria ilikuwa inaua, because kifo akiji kwa njia nyingine isipokuwa death. Nisikatizie juu, unajua Sunday inakuanga na masaa kidogo, kwa weekdays ndio napatanga masaa mingi. Bwana asifiwe sana. Na inaongelea kwa wale ambao walikuwa before Christ. So hebu niwekee Matthew chapter 27 verse 51. I want to see something. Ndio at least tupate ufunuo wa hii mstari. Najua kuna dada aliniambia, pastor, siku hizi nikisoma Roho Mungu ananifunulia mstari mwingine. Nikamwambia, now you are growing. Kukuta Mungu anakupa ingine, you are growing. Now 1 2 3 nasemaje? Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were splitted. Bwana asifiwe sana. Next verse. Hebu soma hiyo kwa sauti. Raised. Now, usiende ndio kwanza ukote. Bwana asifiwe sana. Inasema the veil did what? Torn. Now nilifundisha kwa nini hiyo ilivyo. The veil, kuna katika hekalu la kitambo kulikuwa na patakatifu na patakatifu. So kulikuwa na pasia. Na ile pasia ilikuwa inashikilia kitu inaitwa nini? The tabernacle, ile box ya Mungu. Na ndani ya ile box kulikuwa na tablets ambayo ilikuwa ina contain the 10 commandments. Bwana asifiwe sana. Na zile 10 commandments zilikuwa zinawekwa patakatifu. Na mtu yule alikuwa anaruhusiwa kuingia katika patakatifu alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa kuhani mkuu, ndiye alikuwa anaruhusiwa kuingia pale. Now everybody else alikuwa anafika kwa first altar. So ile kwingine hangeweza kuingia. But when Christ died on the cross, kila alifanya nini? Wakati Yesu alipokufa kwa msalaba, what happened? The veil torn. Pasia lilifanya nini? Lipasuka. Na ile pasia ilikuwa inapasuka. Kwa nini? Bwana asifiwe sana. Yesu alikuwa anaenda kutoa zile sheria
zilikuwa zinaua watu. Kama mjapata hiyo, Bwana asifiwe. Nimeanza ngumu, wacha nirudi chini. Now, watu wote walikuwa nakufa. Everybody was dying. Verse 52 inasema, and the graves were open. Now, when Christ akiwa kwa msalaba, wakati ule, tunajuanga Yesu alisulubishwa. Biblia inasema makaburi yalifunguka. Nini katoka ndani? Watu wakatoka ndani. Bwana asifiwe sana. Next verse vinasema, and the coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Wakaingia mji mtakatifu na wakaonekania wengi. Why were they going to the holy city? Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanaenda kwa sababu ya ushindi ambao Kristo ameleta. Ambia mwenzako sisi ni washindi. Hebu jiongelee, sema mimi ni mshindi. Listen, no matter the situation you might see. Hallelujah. In the holy city we sing Hosanna, Hosanna. I think last Sunday nilikuonyesha kitu katika Revelation chapter 5. Mahali sauti ilitoka mbinguni ikisema, who is worthy to take the... Was it Sunday? Haikuwa Sunday. Bwana asifiwe sana. Now, when Christ came, alikuta watu wanakufa. That's why wakati walipokuja kuambia Yesu, Lazaro amekufa. Biblia inasema Yesu akasema naenda kuamsha. When he came to the city, he saw the grave and how people were crying. Biblia inasema verse 32. And Jesus did what? Si mnasemanga the shortest verse. Jesus did what? Wept. Why? Because this thing ambacho kinaiba watu. So it was his duty to abolish it. That hii kitu kinamsumbua watu sana. Listen, anything that is disturbing you in your life in Christ kinaondokanga. Hallelujah. Amen. There is nothing that can withstand the name of Jesus Christ. Nothing. So it was to be removed. So that people can live. That's why I say, I have come. So that they can do what? Have life. Sema kwa sauti, have life. Nafundisha. Leo sitaki kuhubiri tu mimi. Hallelujah. So when he came, Biblia sema, and the graves opened and they went to the holy city. He was going to do something to the holy city. Hebu rudisha ile 1 Corinthians chapter 15. Leo tuko na mwili wa Kristo, tunashiriki ushirika wa pamoja. Bwana asifiwe sana. Maanisha we are in Christ. Nilikuwa naambia juzi, nilikuwa nafundisha hapa nikasema, mtu akikwambia angalia jengo ndio lile, si unalionanga? But sasa ukiingia kwa lile jengo atakwambia angalia jengo ndio lile. Unakuanga umeingia ndani. Sasa ni wewe kuanza kutambua ni nini iko katika ile jengo, unaanza kujua kumbe kuna meza pale, kumbe kuna speaker, kumbe kuna viti, kumbe ukiwa ndani. So tulipoingia ndani ya Kristo tunaanza kutambua ni nini kiko ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Now inasema but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Verse 21. For since by one man. Who is that man? Adam. Katika Adam, all died. Am I talking to people in the church? Ndani ya Adam watu walifanya walikufa. Alafu inasema by man also came the resurrection of the dead. Now my question is, are we still sinners?
pande hii. Are we sinners? Naongea na watu. Pande hii, Bwana asifiwe sana. Are we sinners? Ile kitu unasema, unajua sisi ni wenye dhambi. Tunapoishi kwa hii dunia sisi ni wenye dhambi. Yani we give the sin a credit. What is the power of sin? Hebu soma hapo. Hiyo 1 Corinthians chapter 15 verse 55. The power of sin. And that is the thing that made people to die. Sin. So inasemaje? 1, 2, 3. Kwa screen. All death. Where is your sting? All hell. Where is your victory? Hell ni mauti, kifo. Alafu, the sting of death is, and the strength of sin is. So what is the strength of death? Law. And what is the law? 10 commandments. Bwana asifiwe sana. Kuna bylaws zile zilitoka hapo. Now Christ came and said, I didn't come to abolish the law, but to fulfill. So anything that was written against man that was condemning and killing people, Christ came to fulfill it. Am I talking to people in the church? Hallelujah. Yesu alikuja kumaliza kutimiza, so that isibaki pale kikondem watu. That's why katika Romans chapter 8 verse 1 inasema, now there is no condemnation to those who are in Christ. Ambia mwenzako, I'm not condemned. So who can condemn you? Is it mambo ya kijamii? Ati unajua mambo ya kijamii iko kinyume na maisha yako. There is nothing that can condemn you. Okay. Ndugu moja, Bwana asifiwe sana, akasema, basi unajua watu kwetu wanafikanga age fulani wanakufa. Nikamwambia kweli, but in Christ there is nothing like that. Because when he came, he said, I have come so that they can have what? Life. Hallelujah. Amen. Hebu rudisha ile mstari tulikuwa nayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Inasemaje? By one man came death, and also in one man came life. So anything that was dying in you, be it be your body. Bwana asifiwe sana. Hiyo mwili yako. Unajua uzee unatuua. Biblia inasema katika Psalms 103. Inasema aurejesha uzee wako kama tai. Ambia mwenzako nimepona. Sasa inasema verse 22. For as in Adam, hebu soma. Wewe tusome zote. For as in Adam, all imesema sana. Imesema sana. Unajua tunakujanga alafu tunaanza kuangalia, hao wengine hawajaokoka wakuja kwa Kristo. Listen, that is a lie. Bwana asifiwe sana. That's a lie. Everything. Mwishi ningekuwa na time. Bwana asifiwe sana. Mnanipa madaka ngapi? Kwa sababu saa 6 iko karibu kufika. John chapter 1. John chapter 1 verse 1. Ni mstari wa 3 ndio nataka, lakini nataka tuanzie verse 1 ndio tupate hiyo jibu. So, John chapter 1 verse 1 inasemaje? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2. He was in the beginning. All things were made through him, and through him nothing was made. Okay, ngoja kwanza. Dada, msichana, hebu niwekee Genesis chapter 1.
Niwekee Genesis chapter 1. Leo nataka nikufundishe, sitaki kuharibu kichwa chako. Nataka ukitoka hapa, nimekuwa nikiambia watu tembea ukisema I'm blessed. I'm the son of God. Bwana asifiwe sana. Na nashukuru Mungu watoto wanatembeaga hivyo. Sisi ndio tunakuanga na kasumba kwa akili. Mtu akishakoma hata mfundishe mwambie this is the right thing. Anaulizanga na what about this? And when you find somebody asking what about this, unashindwa. Hii mtu ninamuonyesha the right thing. Inasema in the God in the God did what? The heavens and kulikuwa na kitu? Nothing. Nothing. Because number 2 nasema the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering. Kwa Kiswahili ni kwamba ilitulia. It hovered, kukaa hivi kama vile kuku anakalianga mayai. It hovered over the face of the water. Then God said, let there be light. Now here to but ni kwa verse 1. In the beginning. Rudisha ile mstari tulikuwa nayo. First John chapter 1. Leo nitakuzungusha kwa Biblia. Bwana asifiwe sana. Verse 1. Inasemaje? In the hebu tusome sote. Inasema in the was what? And the word was who? Verse 2. He was the beginning with God. He was in the beginning with who? Verse 3. All things were made through. Nothing was made that was made. Turudishe kwa mstari wetu na msichana. So nothing was made that was made ambacho hakikuwa na beginning. If Christ was not there, there is nothing that could be. Hallelujah. Na hapa inasemaje? Corinthians chapter 15 verse 22 inasema for us in Adam all did what? And also in Christ all shall be made. So in Christ, hallelujah, all the earth is in Christ. Bwana asifiwe sana. There is no, listen, I was asking somebody nikamuuliza, kuna kazi Yesu aliacha kuja kumaliza? Nothing. Christ finished everything. Yeye ni yote ndani ya yote. So alimaliza yote. Hallelujah. It's for you to enter in and to enjoy the life. Hallelujah. Lakini when you are out, hallelujah. Listen, you are in Christ. But when you don't see, hey, hello, wewe tuko hapa, wamama tuko. Sasa mbadilishe zile nyimbo zenu. Kitu gani kitanitenga na Bwana yangu? Hayo kwa sababu umekula vizuri, ukakunywa na kasupu, ukakula na nyama, unaona hiyo jamaa ndio yote. Hallelujah. Anasema in Adam all died, but in Christ anything that was dying in you, anything that was making people to die that time before Christ, anything became life. Na ndio Hebrews inasemaje? Alisema tutatetemesha mbingu na nchi na vyote vyenye kusheki. Nini na sheki? Kifo, magonjwa, laana, shida zina sheki. Na chote ambacho kinabaki strong, life, baraka, ushindi, maendeleo, kufanikiwa, afya nzuri, urembo. Unajua Biblia inasema ati mwenye dhambi atafanya he will die, sio? Kijana akitenda, mnakuwa tule mstari wa Ezekiel. Inasemaje? Baba atachukua uovu wa mwana, wala mwana atachukua uovu wa baba, bali mwenye roho itendayo nini? Dhambi itafanya. All the spirit, Christ came to abolish the
verse 24. Inasema, then comes the end, when he shall deliver the kingdom to God the Father, when he puts an end to all the rule and all authority. Did Christ deliver the authority? Yes. Wakati alipofufuka na hawa watu wakafufuka, they went in the city wakisema, Hosana, Hosana, ni yeye aliyekuweko, aliyoko na atakaye kuja. Hiyo katika Revelation chapter 5 verse 10 inasema, Hosana, Hosana, ni yeye atakaye kuweko, aliyoko na atakaye kuja. So he was giving back the kingdom to the Father. Now God as the king. Hallelujah. Akamwambia, now I give you authority in this kingdom. Now that authority go and give to your brothers. Hey, wewe, hebu kuza kichwa yako, sema kichwa yangu. Sikia neno la Mungu. Na ubadilike. Bana kaa tu na unini ukasumba ya kitabu. Alipotengeneza ile kingdom, when he ascended the kingdom. Hallelujah. Akafanya nini? When Christ came, wakishangilia, hallelujah, Hosana, ni yeye Mungu aliyekuweko, is worthy. Bwana asifiwe sana. Amejaa utukufu, heshima, mamlaka, uwezo na nguvu na ushindi ni wake yeye aketie juu pamoja na mwana kondoo. Hallelujah. He was given authority. And then he came back and akasema, I have been given authority of the kingdom, both in heaven and on earth. And I do what? He did what? He gave it to us. He gave it to me. He gave it to you. After resurrecting these people. So all authority, anything that God is holding, if it is power, it is with you. If it is life, it is with you. If it is peace, it is with you. Hallelujah. Uliza mwenzako, do you enjoy the peace of God? Ama wewe ukilala ni kwanza sasa unajua hapa. Ndio uende kulala kwanza unachafua hewa kabisa. Unasema natakasa hewa yote. Mapepo yote ya angani wajue mfalme analala. Msikuja kunisugua katika usingizi, in the name of Jesus. I declare ni clear anga hii nitulie. Wewe ni bure kabisa ujielewe. I am the Son of God. Hallelujah. Paul anasema ni kitu gani kitakacho tutenga? Nani, who can be against us? Who? Which kind of a devil? Which kind of a demon can be against us? Nothing. So inasema, next, inasema, then it, okay, let's go to verse 20 what? Is it 25? For he must do what? Till he has put all enemies under his. Is he reigning? Yes. He was given authority. So he's the king. Verse 26. Sasa hapa ndio tunakosananga na watu. Soma. Rudia. The last enemy that will be destroyed is dead. Tena. The last enemy that will be destroyed is dead. So nini inaharibiwa mwisho? Okay. Nimesema nani? Enemy. Nenda kwa matango usikie vile wanasema. Sisi tulimpenda lakini Mungu akafanya mapenzi ya Mungu yafanya nini? That is a wrong statement. Wrong. Mungu ni rafiki ya kitu. Hapana. Is an enemy. Wewe mama unaweza ruhusu adui yako atembelee watoto. Hata ukimwona unamwambiaga wewe nisikuone. Jicho langu mali utaonana aki. Kila unasemanga kila nitakufanyia dunia yote. Nitalala ndani ulijui. Nitalala ndani na ukiwa wapi? An enemy.
an enemy. Death is an enemy that is not supposed to be in our life because Christ destroyed it. Okay, hebu nisomee 2 Timothy. Weka 2 Timothy. Chapter 1. Verse 10. Asia verse what? 9. Hebu weka verse 9. Who has saved us? Hebu twende 1 2 3 liko kwa screen. Wewe bado hujaweka msimu. First 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nasemaje? Hebu soma kwa sauti. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works. Sio vile tunaweza fanya vizuri, hatu tunanyenyekea, hatu tunatubu, it's not about that. So haongelei kwa wale ambao wameokoka pekee, anaongelea kwa watu wote. It is not what you have done ndio Mungu akubariki. It is not what you will do ndio Mungu akuinue. The thing is, hallelujah, Christ is the answer. Hapo anasemaje? Who has called us with the holy calling, not according to our works, but on purpose and the grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Yani before you exist, that grace was there. So you just walk in the grace. Ambia mwenzako, kabla sijazaliwa that grace, Mungu alicreate na akaiweka hapo. Alafu mtu mwingine anatokea somewhere anataka kuniroga hao. Mtu anajiroganga mwenyewe kwa kufikiria mambo machafu. Your mentality inakufanya unakuwa maskini. Nimeuliza watoto leo. Mtoto yote ambaye anasema sisi kwetu ni maskini ainue mkono. Mtoto akasema, sisi sio maskini." Nasema that's good. Nani anafanyanga mtoto anajua kwao ni maskini? Tunajua sisi ni maskini. Unaona wale Warunda ndio matajiri. Niliambia watoto wangu I'm just doing warm up. Nitakutokea na kitu kinapumua.